Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe kupitia kwa mimi mwenyewe kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, nilimpokea ndugu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Shukuru Donald Mwalongo na kuja kunielezea namna alivyokuwa anatenda matukio mbalimbali ya kihalifu, ikiwa ni pamoja na wizi wa pikipiki, na kwamba alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela na ameweza kumaliza kifungo hicho mwezi wa pili mwaka 2024. Lakini wakati akiwa yuko jela alipata maono ya Mungu na kumwamini Yesu, na baadaye aliamua kuokoka kwa lengo la kumtumikia Mungu. Lakini alirejea kwetu sisi kama jeshi la polisi kuomba msaada wa kupata kipaza sauti ambacho kitamsaidia katika shughuli ya kueneza neno la Mungu, lakini vile vile kulisaidia jeshi la polisi kuwatoa watu walioko katika uhalifu, basi na wenyewe warudi kumjua Mungu. Baada ya kupata jambo hili, niliona kwamba nishirikishe watu au wadau ambao wanaweza kutusaidia kupata spika hii. Mtu aliyemshirikisha ni Mheshimiwa Joseph Zakaria Kamonga. Huyu ni mbunge wa jimbo la Ludewa. Baada ya kumfikishia ujumbe huu, mara moja alikubali na akaniahidi kwamba ataweza kusaidia upatikanaji wa hii spika. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kulisaidia jeshi la polisi kuweza kumpatia huyu bwana hii spika ambayo itatusaidia katika uelimishaji wa jamii, lakini na kutoa neno la Mungu. Lakini vile vile tutampatia katika hizo fedha ambazo zimetumwa na mheshimiwa Kamonga za kununua spika. Spika hii kwanza imegharimu shilingi 350,000. Lakini yeye mwenyewe tutampatia shilingi 50,000 ya kumsaidia kuweza kuondoka na spika hii hapa kuelekea nayo Ludewa ili akaendelee na neno la Mungu. Lakini tunacho kihitaji sasa kwa ndugu yetu bwana Shukuru Donald Mwalongo, kama kweli ameokoka na amemrudia Mwenyezi Mungu, sisi kama jeshi la polisi tumeonesha kwake kwamba tumekubaliana naye na tunaamini kwamba hivi sasa yeye sio mhalifu tena, na ndio maana tumemshirikisha mdau huyu ambaye amesaidia kupatikana kwa hii. Kwa aende akafanye ile kazi ambayo imekusudiwa, lakini na sisi tutapata taarifa zake za namna gani anavyotoa neno la Mungu na kuhakikisha kwamba anaishirikisha jamii katika masuala ya ulinzi na usalama kwa kuzungumza na wananchi mbalimbali. Miongoni mwa wananchi anaozungumza nao kuna baadhi watakuwa ni wahalifu, wataona shuhuda zake na pale pale wanaweza na wenyewe wakaungana naye katika kumhubiri Mungu na kuifanya Njombe yetu ikawa salama katika makosa mbalimbali. Kwa tunamtaka zingatie katika yale alikuwa anafanya yeye. Kwa upande wa Ludewa tuna matukio mengi sana ya mauaji yanayotokana na imani za kishirikina. Kwa tunategemea ataenda kuwatoa watu katika imani za kishirikina na kuja kumwamini Mungu. Lakini bado tuna matendo ya ubakaji, yale ya ukatili yapo katika wilaya ya Ludewa. Lakini yasizingatie tu wilaya ya Ludewa. Wakati mwingine atoke aje Njombe, aende Makambaku, aende Waging'ombe, Makete, kama atapata nafasi apite afanye hiyo neno la Mungu, lakini wakati huo akiwa anatusaidia jeshi la polisi kuhakikisha kwamba kupitia yeye tunapunguza uhalifu. Ndugu yetu huyu ameanzisha kituo ambacho anatarajia mwisho wa siku kiwe kitahitaji vifaa vya kutosha kuhakikisha kwamba anafikisha neno la Mungu. Kwa sisi kama jeshi la polisi tunawakaribisha wadau ambao mbali na kifaa hichi kidogo alichokipata, kwa mwingine ambaye atakuwa na kifaa kikubwa zaidi ambacho kitawezesha kusababisha mawasiliano katika utoaji wa ushuhuda, injili na kueneza polisi jamii, atakayekuwa amewiwa taasisi, mashirika, watu binafsi, mashirika ya kidini na yale ambayo ni ya watu binafsi.
ambao wanaweza kuchangia kwenye jambo hili la huyu mdau kupata vyombo ambavyo vitamwezesha kuanzisha kituo chake na kiweze kukua, basi wanaweza kuwasiliana na kamanda wa polisi mkoa wa Njombe na tutamtafuta huyu bwana. Na sisi kama waungwana lazima tuoneshe kwa wananchi namna gani tulivyokuwa waaminifu kufikisha vifaa hivyo kwa muhusika ili vikafanye kazi ile ambayo imekusudiwa. Jina naitwa Shukuru Donadi Mwalongo, ni mzaliwa wa Ludewa, Lugalawa, lakini umri nilionao ni miaka 37 hadi sasa. Ni miaka 37. Ni kijana, kwa kipindi cha nyuma nilikuwa mhalifu sana. Na nimefanya uhalifu sehemu nyingi sana. Lakini katika kufanya uhalifu wangu ni miaka mingi, lakini katika uhalifu niliofanya sijaona mafanikio yote yale katika maisha yangu. Na bahati mbaya wale wenzangu ambao nilikuwa nafanya nao uhalifu walikuwa wawili, pamoja na mimi mwenyewe nilikuwa ni watatu. Mmoja alikufa kwa kifo cha kukatwa mapanga, mmoja alikufa kifo cha kumwagiwa petroli kule Makambako. Na baada ya hapo nikawa nimebaki mimi peke yangu, nikawa naendelea kufanya matukio. Nilikuwa ni mwizi, naiba pikipiki, ninawakaba watu na wapiga nondo. Lakini pamoja na hayo ambayo nilikuwa nafanya, sikupata mafanikio yoyote yale. Lakini baadaye nikafikiria kwamba nitafanya uhalifu, nitafika wapi? Kwa sababu kampani ambayo nilikuwa nayo ilikuwa imepoteza maisha, nikawa nimebaki sasa mimi. Na mimi manake nguvu yangu ilikuwa ni ndogo katika uhalifu. Basi niliweza kujaribu kufanya tukio la mwisho. Niliweza kuiba pikipiki huko Ludewa mkoa wa Njombe, na nilivyoiba ile pikipiki niliweza kuondoka nayo. Lakini baada ya kuondoka nayo nilifika nayo Makambako. Jeshi la polisi lilifanya upelelezi mpaka kunifuatilia kuweza kunikamata na hicho chombo. Basi nilivyokamatwa na jeshi la polisi wilaya ya Ludewa mkoa wa Njombe, jeshi la polisi lilishirikiana na jeshi la mkoa wa Njombe, kituo cha polisi Njombe. Basi niliweza kukamatwa nikiwa Makambako na kile chombo, hatimaye nikafikishwa kituo cha polisi Njombe. Baada ya hapo niliweza kusafirishwa na jeshi la polisi Njombe, nilifikishwa Ludewa kituo cha polisi. Baada ya kufika kule, hatia iliyonikuta manake nilitiwa hatiani, niliweza kupelekwa kituo cha polisi, nikapelekwa mahakamani. Ikaonekana na hatia kwa sababu nilikamatwa na kidhibiti kilikuwepo cha ile pikipiki, na uwezekano wa kujitetea ulikuwa haupo. Na kama unavyojua kwamba mhalifu kisha kamatwa na kidhibiti, kujinasua inakuwa ni ngumu sana. Ni bora usikamatwe na kidhibiti, lakini mimi nilikamatwa na kidhibiti, uwezekano wa kujinasua ulikuwa haupo. Kwa hiyo kosa lile liliweza kunitia hatiani na niliweza kufungwa miaka 5 gerezani. Miaka 5 gerezani nimefungwa Ludewa. Niliweza kutumikia kile kifungo miaka 5, nikamaliza kifungo kile chote. Lakini nikiwa nipo gerezani kule, kwa sababu kifungo cha miaka 5 nilichofungwa, kuna baadhi ya wengine walifanya tukio kama hilo ile wakafungwa miaka 5 kupitia kazi ngumu za gerezani, waliweza kuweza kufaulu kumaliza kifungo hicho. Lakini wakiwa wanakufa wale watu, mimi nikiwa nawaona. Kwa hicho ndio kilichonisababisha kwamba mimi hapa nilipo, manake naamini kabisa kwamba ni Mungu tu ambaye ananilinda. Kwa sababu kama wenzangu wamefungwa miaka 5 na wamekufa, hawajafaulu kumaliza miaka 5, na mimi ambaye nimefungwa miaka 5 mpaka sasa natumikia kifungo gerezani, nikafikiria kwamba nikitoka sasa nitaomba kibali kwa Mungu, niache kabisa uhalifu. Kazi yangu nitamuomba Mungu anipe kibali cha kuhubiri neno la Mungu na kutoa ushuhuda wa maisha yangu, kuhakikisha wale vijana ambao wanatarajia kutenda matendo maovu au wale wanaotenda matendo maovu waache kabisa, wamrudie Mungu. Kwa sababu nimeangalia shughuli za ujambazi, hakuna mafanikio. Mafanikio ni kifo au kwenda gerezani. Kwa hiyo baada ya kumaliza kifungo miaka 5, nafikiri nimemaliza mwaka jana mwezi wa pili, mpaka sasa nafikiri na mwaka 1 na mwezi 1 sijapatikana na hatia yote ile, niko nje. Kwa hiyo nilivyotoka basi nikaokoka. Nilivyookoka ni Mungu sasa amenipa kibali kwamba baada ya kuvunja nyumba za watu, baada ya kuiba, na kupa kibali sasa utahubiri neno langu na kuhakikisha unatoa ushuhuda. Ushuhuda huu utakuwa ni mkubwa sana kwa watu waamini na watu waokoke, waokolewe maisha yao. Kwa hiyo mpaka sasa ninafanya kazi ya kutoa ushuhuda ndani ya wilaya ya Ludewa mkoa wa Njombe. Natoa ushuhuda mkubwa, na ushuhuda huu nilishaanza ushuhuda huu kutoa, na watu wanakuwa wengi sana, watu wanasikiliza, watu wengi, na watu waamini, kwa sababu ni kitu ambacho kinashangaza. Mtu kuwa jambazi halafu tena kaacha ujambazi akaokoka, akarudi tena kuwa mtu wa Mungu, kuhubiri injili na kutoa ushuhuda. Maana ushuhuda naotoa mimi
natoa ushuhuda wa kitu kile ambacho nilikuwa nakifanya kipindi cha nyuma kabla sijaokoka. Watu waamini, waache kutenda maovu, wamrudie Mungu. Watu wamrudie Mungu. Kwa mpaka sasa ni kazi ambayo nafanya Ludewa, mkoa wa Njombe. Naitwa Shukuru Donald Mwalongo. Nimepewa kibali na mkuu wa wilaya ya Ludewa akishirikiana na RPC, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Njombe, kuhakikisha ninafanya hii huduma ndani ya wilaya ya Ludewa mkoa wa Njombe. Natoa ushuhuda mkubwa kuhakikisha vijana wanaacha uhalifu, vijana wanaacha matendo maovu, vijana wafanye kazi zao za halali, waache kuua, waache kukata watu mapanga, waache kubaka, waache kuvuta bangi. Nitatoa ushuhuda huu ndani ya wilaya ya Ludewa kuhakikisha kwamba polisi nao sasa wafanye kazi zao kwa kulilaki, kwa sababu polisi nao wana kazi. Na ndio maana mimi wakati niko jambazi polisi nilikuwa siwachukii, kwa sababu polisi wamepewa kazi na Mungu kubwa sana ya kulilinda hili taifa. Lakini nafikia mahala polisi sasa wanaacha shughuli zao, wanakwenda kumtetea mhalifu ili asiuawe, mhalifu ili asichomwe moto. Polisi wamefanya kazi kubwa sana ya kuniokoa mimi nisichomwe moto ndani ya miaka 15, kwa sababu uhalifu nimefanya miaka mingi sana. Na polisi kituo cha Njombe, kituo cha Makambako, hakuna polisi ambaye hanijui. Vituo vyote mimi nimelala. Kwa hiyo polisi wamefanya kazi kubwa sana kwa miaka mingi kuniokoa mimi, maana kila nikikamatwa lazima polisi watokee. Kwa hiyo nikafikiri kwamba sasa nikabidhi maisha yangu mimi kwa Yesu, nifanye kazi ya Mungu, ili kazi hii ninayofanya ya Mungu iwawezeshe watu wengine, kwa sababu mpaka sasa ninapoongea hivi kwa muda huu kuna watu wengine wako lock up wamefungwa, kuna watu wamekaa lock up kwa ajili ya kutenda matendo maovu. Lakini pamoja watu wamekaa saizi lock up wametenda mambo maovu, kuna watu wengine wanaotarajia tena kwenda kuvunja nyumba za watu, kwenda kuiba pikipiki, kwenda kukaba, kukata watu mapanga pasipo sababu. Hivyo sasa mimi nimeamua kuchukua jukumu hili, kuyakabidhi maisha yangu kwa Yesu, kuhakikisha niwaokoe hata wale vijana ambao wanatarajia kutenda matendo maovu, waache kabisa kupitia ushuhuda ambao nitaotoa mimi. Ni ushuhuda ambao unatisha kabisa, na ni ushuhuda ambao unatisha, ni kitisho kikubwa sana kwa vijana wanaotenda matukio ya ajabu. Naamini kabisa wataacha kupitia ushuhuda huu ambao naotoa. Asanteni sana. Kwa sababu kipindi sijaokoka nikiwa nafanya uhalifu nilikuwa ni mtu wa kujificha ficha sana. Nilikuwa ni mtu wa kujificha, lakini nilipookoka, na ndio maana Mungu amenipa kibali kwamba utasema yote, na utakapokuwa unatoa ushuhuda kwa watu utasema kile ambacho ulikuwa unakifanya bila kuficha. Maana yake ukificha sasa unakuwa bado hujaokolewa maisha yako. Ukiwa jambazi kuna mbinu nyingi sana. Kuna mbinu nyingi sana. Na pikipiki kama pikipiki usitegemee kwamba labda ukawa umeipaki sehemu, ukaipaki sehemu, ukaifunga, ukatoa funguo yako, lakini kunakuwa na style nyingi ambazo mimi nilikuwa nafanya kipindi cha nyuma kabla sijaokoka, kipindi nashirikiana na wenzangu. Pikipiki kwanza zinakatwa nyaya. Pikipiki zinakatwa nyaya, zikishakatwa zile nyaya, maana yake pikipiki una uwezo wa kupiga kiki na ikawaka bila hata kufungua na ile funguo. Na pikipiki nyingi zinaibua kwa mfumo huo. Ndio maana watu wanashangaa kwamba nilipaki pikipiki yangu pale, nilifunga, nilitoa funguo, sasa imeibiweje? Ni style tu ya mtu ambaye sasa yeye, kwa sababu ujambazi sio kusomea. Ujambazi ni kitu kile ambacho sasa yani unakaa nacho. Ni sawa tuseme kwamba ni mtu, kwa sababu kuokoka ni imani. Kuokoka ni imani, kwamba sasa ukiokoka imani yako sasa itakayokufanya sasa utoe injili na watu wakuamini. Kuona ujambazi ni kama imani, kwamba mimi nikifanya hivi lazima pale itawezekana, nikifanya vile lazima itawezekana. Na ukiwa jambazi manake unavyojifunza ni kama vile mtoto unavyompeleka shuleni, unavyompeleka mtoto shuleni anakuwa darasa la kwanza, anakwenda hatua kwa hatua, anakwenda darasa la pili mpaka la 3. Kwa hata ujambazi hivyo hivyo, mtu anaanza kuiba kitu kidogo kidogo, leo ataiba TV, kesho ataiba sio redio. Kadi atakavyozidi kwenda basi anazidi sasa kujipanga zaidi, na akili sasa inazidi kukua ni kitu gani sasa afanye sasa. Kwa hiyo shughuli za ujambazi tuseme kwamba kijumla kama hesabu za kuiba pikipiki hakuna maarifa ambayo yanatumika, ni ujanja tu wa mtu ambao ameshazoea toka aanze kufanya uhalifu mdogo mdogo. Kwa hiyo pikipiki unaweza kama umepaki pikipiki, na mimi ndo natoa angalizo kubwa kwa mimi ambaye Shukuru Donald Mwalongo nilikuwa jambazi nimeacha. Natoa angalizo kubwa kwa watu wenye vyombo vya moto. Kwa watu wenye vyombo vya moto wasijiamini sana pikipiki kuipaki kutegemea kwamba wamefunga na ufunguo wameondoka nao.
pale pikipiki uwezekano wa kuibiwa upo mzuri tu, na pikipiki kama pikipiki kiibiwa, hata ukitafuta uwezi kuikuta kwa sababu kunakuwa na connection kubwa. Bahati nzuri au mbaya, mimi connection yangu ambao nilikuwa nafanya kwamba pikipiki zinaibiwa zinapelekwa sehemu, yule jamaa tulikuwa tunampelekea pikipiki naye alishakufa. Kwa hiyo connection yangu manake watu wengi wamekufa. Kwa hiyo sasa niseme kwamba natoa angalizo mimi kwa mtu ambaye anamiliki chombo cha moto kama pikipiki, hakikisha kwamba chombo chako unakiweka katika hali ya usalama. Umeingia mgawani unakula chakula, weka chombo chako ukiwa unakiangalia. Umeingia labda kwenye baa kunywa, kwa sababu watu wanasahau, yaani watu tuseme kwamba wanajali starehe kuliko kile alichokuwa nacho. Sasa kama unaingia kwenye baa, unapoweka chombo chako cha moto nje, unafanya starehe yako kwenye baa, basi ninaomba chombo chako sasa usitegemee kwa sababu umekufunga, umetoa funguo utaweza kuibiwa. Unaibiwa kwa sababu jambazi au mtu mwizi ana tekniki nyingi sana za kukuchunguza, kwa sababu unapofika na chombo kile, jambazi anakuwa na tekniki ya kuangalia na kukufuatilia unaelekea wapi ili apate njia ya kukuibia. Sasa unapoweka chombo chako, mimi hii hapa na wasisa na watu wenye vyombo vya moto kama pikipiki, ili wasiibiwe, aweke chombo chake, anafanya shughuli yake akiwa nakiangalia. Lakini pia akiingia kama kwenye baa kunywa, basi aweke hata mlinzi yote yule nje anayemwamini kwamba bwana nilindie chombo changu, nitakaa ndani ya masaa kadhaa humu ndani, nitoke nihakikishe kwamba chombo changu kipo salama. Kubali tu hata kumlipa yule mtu kuliko kuibua chombo chako cha gharama kubwa. Umeshindwa kutoa 2000 mtu akulindie, utaibua chombo cha gharama kubwa. Asante sana. Niseme kwamba nashukuru kwa kunipa nafasi. Kipindi mimi natenda uhalifu, cha kushukuru Mungu kwamba hatujawahi kumuua mtu katika matukio tuliokuwa tunafanya, ila ni watu wengi tulikuwa tunawakaba loba, na tulikuwa tunatumia tekniki kuhakikisha kwamba mtu tusimuue pasipo sababu. Kuona sisi wenyewe hata kama tulikuwa tunafanya ujambazi, bado tulikuwa na ile huruma kwamba tumnyang'anye mtu mali zake, lakini tumwache akiwa yuko hai. Kwa hiyo mpaka sasa nafikiri kwamba watu wamefurahi kwa sababu huko Ludewa ambako nimetoa ushuhuda, nafikiri nimetoa ushuhuda mfululizo siku 3. Watu wamefurahi kwa sababu watu niliowafanyia matukio wamefurahi, na nilitoa ushuhuda nikasema kwamba wewe mtu ambaye unaamini kabisa nilikufanyia matukio ya ajabu, wewe ambaye nilikuharibia mali zako, nafikiri unaponiona natoa ushuhuda huu lazima ufurahi. Tena ikiwezekana uje kunipa mkono kabisa waongela, kwa sababu kuokoka kwangu mimi nilikuwa jambazi, leo hii manake natangaza injili, natoa ushuhuda kuwaaminisha watu wengine wenye matukio maovu waache kabisa, au wale wanaofanya uhalifu waache kabisa. Manake hata mali zako sasa wewe zitakuwa zimeokolewa, manake hutaibiwa tena mali zako, kwa sababu mtu jambazi mbali kule ulikuwa unafikiria kwamba atakuja kunivunjia, atakuja aniibie, leo hii unamkuta yuko mbele anasoma injili na anatoa ushuhuda na watu wanajao wanasikiliza. Kwa hiyo nilitoa hilo kwamba lazima wewe mwenye mali nyingi ufurahie, na ikiwezekana nitafanya uaminifu mkubwa kutoa ushuhuda huu, ili akijitokeza mtu mwingine sasa, lazima kupitia ushuhuda ambao nitaotoa, kuna watu wengine lazima watahitaji kuokoka, na kuna watu wengine wahalifu watahitaji kuokoka na watahitaji msaada, na wenda pengine watakuja kituo cha polisi hapa. Kwa hiyo lazima niweke uaminifu mkubwa kwenye ushuhuda kuhakikisha wale majambazi, wale wahalifu wadogo wanaacha kupitia ushuhuda huu. Asante.